pia wa klabu yetu Young Africans kama rais wa timu. Ana muda mrefu hajazungumza na wanahabari, na wanahabari wamekuwa na kiu kikubwa cha kutaka uongozi wa Yanga, uongozi wa ACA na cheo kipi ambacho amekipata kule FIFA. Kwa hiyo tumealika wadau mbalimbali wakiwemo waandishi wa habari, tumealika vilabu mbalimbali za hapa Tanzania na nje ya Tanzania, tumealika viongozi wa mpira kwa maana ya bodi ya ligi TFF, tumealika pia wakilishi kutoka wizara yetu ya utamaduni, sanaa na michezo kuja kuhakikisha tunakutana pamoja na kujadiliana kuhusu position hizi za engineer hasa kule ACA na FIFA, watu wapate kuelewa vizuri role zake, mchango wake na nini kama taifa tunaweza kutumia kama fursa kunufaika na hizi position ambazo tunapata. Lakini mbali na engineer kutakuwa na Watanzania wengine ambao hivi karibuni mmeona wakiwa wamechaguliwa kule FIFA. Rais wa TFF Wallace Karia, dada yetu Neema naye atakuwa pale. Kwa hiyo ni watu ambao tutawapa pongezi pia leo kwa ajili ya kuwapongeza kwa hilo na kujadiliana kwa pamoja kama wadau wa football, nini hasa hivi vyeo vina maana kwa mpira wetu na taifa letu kwa ujumla. Bwana, kumbe tukio kubwa kabisa na maswali yetu yatajibiwa leo. Tukio ni kubwa kabisa, na ukiangalia itakuwa live kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Tunazo linki za waandishi pia nje ya mipaka ya Tanzania kushiriki na kuuliza maswali yao. Kwa hiyo mkimaliza kipindi hapo, ningetamani kama mngekuwa mna fursa mje mfanye pale session nyingine ya kuuliza maswali kwa ajili ya kuhakikisha wadau wa mpira wanapata faida na wanapata kuelewa kwa ukubwa. Mtu akisikia mtu yuko FIFA, cheo chake ni mjumbe wa kamati ya mashindano, role zake ni zipi? Kazi zake ni zipi? Mipaka yake, faida ya nchi, nchi tunapataje faida yeye kuwepo huko? Sasa usimalize uondo. Maliza kipindi, njoo pale tuzungumze. Na nikishaisha mjadala pale, marafiki sasa wa engineer ambao ni Friends of Engineer watakuwa na mechi dhidi ya waandishi wa habari. Nimeona kwenye orodha wewe umepangwa kuwa Patrick Mabedi, sidhani kama una nafasi ya kucheza. Utakaa bench. Tumekubaliana watu wote ni mipara, nyie mtakaa bench pale muongoze timu. Umri wako umeshakutupa juma hayo sasa hivi waandishi kukutegemea kiwanjani. Sawa, chakula kitakuwepo Yes, saa 6 mpaka saa 7 ni muda watu kufika na kupata hizo lunch na nini. Alafu saa 8 pale tunaanza session mpaka 9:30. Ni session ni saa 1:30. Tutakuwa na wazungumzaji wengi. Katibu mkuu wa TFF naye atazungumza. Kaimu katibu mkuu wa TFF Oscar Lambo atazungumza. Tutakuwa na wazungumzaji wengi ambao watazungumza hili jambo kwa mapana yake. Wawakilishi wa vilabu pia watazungumza pale kujua hii ACA ambayo inaongozwa na engineer, faida zake kwa vilabu vya Tanzania, faida zake kwa vilabu vya Afrika kwa ujumla. Atazungumza mengi sana leo pale. Leo ndio siku ambayo tungetamani watu waje pale kwa ajili ya kupata nondo na wao kuuliza ili tupate kupata mjadala mzuri mkubwa wenye manufaa kwa taifa. Ali, tunakushukuru sana. Tutakuja hapo tukimaliza kipindi tu hapo tunasogea, na tutakuwa na mengi ambayo naamini kesho kwenye kipindi pia wadau ambao wako mbali ambao watakosa nafasi ya kufika Jimkana watapata nafasi zaidi ya kusikia kile ambacho Rais Engineer Hersi atakuwa amekizungumza. Basi shukrani sana. Karibu bwana. Asante sana Ali Kamwe akizungumza na sisi, na bila shaka jamani tutaenda pale. Of course. Na wale mnaotusikiliza jamani, twendeni pale Jimkana, tutakuwa pia na mechi saa 10 pale. Kama ambavyo amesema, na kuna kiingilio hiyo bure tu pale. Pale ni bure. Tunadhani watu wa nje ambao wanasikiliza waje baada ya chakula. Waje kuanzia labda saa 8 pale. Na nyie ambao mchezi. Nyie ambao mchezi. Si akina Mabedi. Sisi tunacheza. Uchezi. Wewe wanakuambia wewe utakuwa Mabedi kupangwa. Hiyo timu yangu hiyo. Wewe timu yako ipo huku. Ambao wana mamlaka nayo. Kule mtumwa. Wewe ni kiboko ya wazungu kaka. Au wewe ni meneja mkuu. Sasa lakini hii ni jambo zuri engineer kwenda kuzungumza, at least tujue, kwa sababu hivi vyeo wakati mwingine unasikia tunajuzi nimeona jamani engineer ameteuliwa pale, rais wa TFF amepata na watu wengine, lakini nikaona hii ya engineer ndio mmeipeleka sana. Rais wa TFF na yeye kapata pale hiyo. Mbona Karia kapata hiyo ya soka la ufukweni? Mbona Karia naye kapostiwa? Na kiongozi wa Fountain Gate si dada moja hivi na yeye kapata.
lakini kila mtu kaingia tu engineer ile nayo alafu kwa nini watu kwani hiyo imekuuma? Haikuniuma, nasema kwa nini watu hawajaweka kuna double standard? Wewe mdada ulimposti? Mimi sikumposti mtu yoyote. Ulimposti? Sikumposti mtu yoyote. Nilikuwa nasema tu kwamba kwani hivi vyeo vilipokuja mbona vingine havieni sawa sawa? Karia ni issue ya wish Katibu mtu ana wish nini kufanya wa soka la duniani. Sio issue ya kikatiba kwamba ni lazima kila mtu. Katibu mkuu. Influence pia. Yani power. Sema success. Unahitaji hivyo vitu. Sema pia tuangalie kitu. Tusichukue hili jambo kiuhasihasi. Kwa maana tulichukue kichanya. Ndio. Yani zamani hivi vitu Tanzania ilikuwa ni nadra. Nadhani akina Chila Tenga ndo watu ambao walikuwa wanaonyesha kwamba wana huo uthubutu. Ndio. Lakini nowadays tunaona hata viongozi wa vilabu wanaweza kupata nyadhifa kubwa sana kwenye mashirikisho makubwa ya mpira. Kabla hujaendelea hapo, George Magunga alikuwa ameuliza Karia alipata cheo gani kwenye soka la ufukweni. Ni makamu wa rais dunia. So the more ambavyo tunakuwa na viongozi kwenye haya mashirikisho makubwa, ndivyo ambavyo hata mpira wetu unapiga hatua, kwa sababu mafanikio yako kwenye connection, na connection zipo kwa watu. Lazima ukutane na watu. Ile ukiwa unakaa meza moja na rais wa FIFA, yani mnazungumza lugha moja, kuna namna utausaidia mpira wa Tanzania. Kwa mimi kama nchi nataka tulichukulia hili jambo chanya, yani kuliko kulichukulia kiwasiasi. Ndio. Lakini ni jambo zuri wanapokwenda kuzungumza, ni rahisi sasa tujue wanafanya nini. Yani kuna watu wanaweza kuwa na maswali, mtu akisikia tu ACA asijue